zako. Kumbuka vile ambavyo ulipokea wokovu. Ile siku ya kwanza ulipookoka, ile wiki ya kwanza ulipookoka, ule mwezi wa kwanza ulipookoka, yale mafundisho ulipopewa mara ya kwanza juu ya nini maana ya kuokoka na kwamba aliyeokoka anatakiwa aende vipi. Angalia, wewe mwenyewe ni shahidi. Una picha ya maisha yako kama wewe binafsi, lakini kama kusanyiko la Mungu. Vile ambavyo kusanyiko la Mungu lilivyokuwa linakuwa katika wakati wa kwanza. Ukiangalia ule wakati wa kina Petro, kusanyiko la Mungu lilikuwaje? Lakini wakati wetu sisi mtu mmoja mmoja, wakati tunaamua kuokoka, msukumo wangu wa kupenda ibada, msukumo wangu wa kupenda kuwahi kwenye nyumba ya Mungu, msukumo wangu wa kupenda kumtolea Mungu, msukumo wangu wa kupenda kuwa mwaminifu mbele za Mungu, msukumo wangu wa kupenda kutumika mbele za Mungu, msukumo wangu wa kupenda kutembea na Mungu, msukumo wangu wa kutafuta kumjua Mungu ulikuwaje na sasa hivi ukoje? Ndiyo hali ambayo ilionekana kwenye kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza, kanisa la Efeso, lilionekana limeuacha upendo. Ni kweli lina bidii, ni kweli limejitahidi kuimba, ni kweli limejitahidi kusoma neno, ni kweli limejitahidi kwa mafundisho, ni kweli limejitahidi kwa utoaji, ni kweli limejitahidi kwa kumjengea Mungu, ni kweli limejitahidi kwa mambo mbalimbali, kwa kukirimu wengine, ni kweli limejitahidi, lakini upendo wa kwanza uliondoka kwenye kanisa la Efeso. Mambo ambayo hata leo yako kwenye kanisa la leo, upendo wa kwanza. Na upendo wa kwanza, kumbuka, ukiondoka uasi ni rahisi kuingia. Kumbuka, upendo wa kwanza ukiondoka, masengenyo ni kawaida, kupigana vijembe ni kawaida, kubaguana ni kawaida, kufanyana vitimu ni kawaida, kwa sababu upendo wa kwanza haupo. Mtu anakuwa amerudi mwilini. Unapoondoka upendo wa kwanza, kinachofuata, mwanadamu kabla ya kuokoka ulikuwa unatembea katika mwili, ulikuwa unaishi katika mwili, ulikuwa unaendelea kimwili. Upendo ule wa kwanza ambao Kristo Yesu alipoingia ndani yako aliutengeneza, ndio ambao unakuhamisha kutoka kwenye mwili kwenda rohoni, kuwa mtu wa rohoni, kuwa mtu wa kutembea na Mungu, kuwa mtu wa kufanya maamuzi sahihi, kuwa mtu wa kupenda kuamuliwa mambo yako na Mungu, kuwa mtu wa kumshirikisha Mungu kila jambo na kila hatua, kuwa mtu ambaye wakati wowote ule unatamani kutembea na Mungu na kumjua na Mungu katika kiwango cha juu. Unapoondoka upendo, madhara yake unarudi katika mwili. Kanisa linaporudi kwenye mwili, ndipo ambapo unakuta kwamba mambo yanaendelea kwa mtu mmoja kama kanisa, lakini kwa kusanyiko kama kanisa yanaendelea mambo ya kimwili. Sasa mchana wa leo tunapoangalia haya maneno ya Mungu, huu ni ujumbe unakuwa unaimba sana kwangu mimi. Nilikuwa nafikiri kwamba nitaufundishaje, hata wakati mwingine nikawa napata shida. Ninaona kwamba Mungu, huu ujumbe mbona watu wanaujua sana? Kama kanisa saba, mbona watu wanajua sana? Mbona watu wanaelewa sana taarifa za makanisa saba? Nilisimama mbele ya watu wako kusema habari za makanisa saba, sitaonekana kwamba mimi nimekuja kusema tu ili mradi. Mbona ni ujumbe wa kawaida sana? Nimekuwa napata sana shida jinsi ya kusema ujumbe, lakini ni ujumbe ambao umenitokea muda mrefu. Nikawa najisomea tu kama wiki mbili, nilikuwa nasoma tu hiyo sura ya pili, nairudia, nasikia sauti inaniambia, siku ukipewa nafasi ya kufundisha, fundisha tabia zilizoko kwenye makanisa ya Efeso, ya Asia. Fundisha tabia za makanisa haya saba. Nikawa nasoma, kila nikijaribu niandae ujumbe niweke hata standby. Siku nikiamua kusimama niseme, naona sina uandaje, sisi nitausimaje. Lakini Ijumaa nilipokuja hapa kwenye maombi, mchungaji akasema kwamba mzee wa kanisa unaweza kusimama Jumapili. Nikamwambia sawa baba, hamna shida. Nikasema ni wakati wa ule ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ni wakati wa ujumbe. Lakini wakati nasema pia ni wakati wa ujumbe, nikaanza kuanza. Sasa bwana, naona kama hizi jumbe za makanisa yote saba na zisemaje zote saba katika muda ule. Nikaanza kufikiria, nikaanza kuwaza nasemaje. Nikasikia kwamba sema makanisa matatu. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa matatu ambayo yataliwakilisha kanisa langu la Ukonga. Bwana Yesu asifiwe. Na kila anayesikia akachukua hatua. Ni neno la Mungu, sio neno langu. Na ikiwa ni neno
Na ukiangalia maneno makanisa matatu, mwisho wa kila ujumbe kinachofuata ni kutubu. Kutubu na kurejea. Kutubu na kuimarisha mahusiano na Mungu. Kutubu na kutengeneza moyo, kutengeneza mfumo wa maisha, kutengeneza namna ya kuenenda, namna ya kusema, namna ya kufikiri, namna ya kuchukuliana, namna ya kuishi na Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tumeitwa. Ikiwa tumeitwa, napenda sana ile neno katika kile Petro wa pili. Anasema sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa nyumbani mwake Mungu. Tumeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumependelewa, ni wateule. Na ikiwa ni wateule, tumeitwa kwa kusudi la kumwakilisha Mungu. Katika kitabu cha Marko ile sana baba yetu anasema kwamba ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Tumeitwa tuwakilishe, tulete ufalme wa Mungu hapa. Ufalme wa Mungu uonekane hapa duniani kama unavyoonekana kule mbinguni. Udhihirike hapa duniani kama unavyodhihirika kule mbinguni. Na kudhihirisha huu mfalme wa Mungu ni nani? Ni mimi na wewe kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa utakapoona ya kwamba Yohana anaambiwa. Kumbuka wakati Yohana anaambiwa yuko kifungoni, yuko kwenye mateso, yuko kwenye hali ngumu, amefungwa. Na amefungwa kwa sababu ya neno la Mungu na kwa sababu ya uaminifu wake mbele za Mungu. Amefungwa kwa maana nyingine kwa sababu ya hila. Ameonewa hila kwa sababu amekuwa mwaminifu mbele za Mungu. Lakini anapewa ujumbe huu kwa ajili ya makanisa yale 7 Yesu. Na anaambiwa na huyu malaika kwamba usipotubu wewe kanisa. Kwa Efeso anasema usipotubu nitakiondoa kinara chako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua kinara, kama umesahau kikumbushie tu kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 1, utaona aliposema malaika na vinara 7. Vinara vilikuwa vinawakilisha yale makanisa. Kwa hiyo akaondoa ile kumbukumbu. Kinachofuata baada ya kukataa, kwa sababu usipotubu ina maana ya kwamba umekuwa mkaidi. Umekataa kukubaliana na kile ambacho Mungu amekiona. Nimekataa kukubaliana na kile ambacho Mungu amekiona kwangu. Ninapokataa kukubaliana na Mungu na kugeuka na kuamua Mungu naanza na wewe upya, anasema nitakiondoa kinara chako. Kwa maana nyingine nitaondoa kumbukumbu yako isiwepo kwangu, isiwepo mbele zako. Kwa sababu hivi vinara 7 vilikuwa vinawakilisha makanisa. Mbele za Mungu alikuwa anaangalia vile vinara, akiona vinara, anakiona hiki ni kinara cha kanisa la Efeso, hiki ni kinara cha kanisa la Pergamo, hiki ni kinara cha kanisa la Smyrna, hiki ni kinara cha kanisa la Laodikia, hiki ni kinara cha kanisa la wapi. Kwa hiyo alikuwa vile vinara vilikuwa ni uwakilishi. Kwa hiyo usipotubu, mimi kama mtu mmoja, kumbukumbu langu kwa Mungu linafutwa. Lakini kanisa kama kanisa lisipochukua hatua ya kutubu, kumbukumbu la Mungu la kanisa kama kanisa, kama kusanyiko linafutwa. Jamani, si neno la Mungu linafutwa. Na ndipo ambapo unakuta tunahangaika sana kuomba. Tunahangaika sana kumtafuta Mungu, tunaishia kujitesa. Kumbe kinara mbele za Mungu kinaonyesha udhaifu. Kinaonyesha udhaifu. Mimi kama mimi mbele za Mungu nakuwa tena sikumbuki. Hivi utamsaidia usiyekumbuka? Hivi utamsaidia usiyekumbuka? Utamsaidia usiyemjua, usiyemuona? Si unamsaidia kwa sababu unamuona. Sasa usipomuona utamsaidia? Utamsikiliza?
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa hiyo haya maneno yanakuja kwetu leo. Leo sisi tulioko hapa leo kwa dakika hii tunasimama kama Efeso. Yaani tunasimama kwenye nafasi ya Efeso. Sasa hivi hapa tunapofundishana tunasimama kwenye nafasi ya Efeso. Kama kusanyiko la Efeso. Ukiangalia sana kwenye hii mistari, haya mafunuo yalitolewa kwa kusanyiko. Efeso iliongelewa kama kusanyiko, iliongelewa kama mtu mmoja mmoja. Na ndio maana anasema usipotubu nitakiondoa kinara chako. Mbele za Mungu haikuwepo au haikuwepo alama inayowakilisha mtu mmoja mmoja. Mbele za Mungu alama iliyokuwepo ilikuwa inawakilisha kanisa kama kusanyiko la Mungu. Unajua kwa nini kanisa kama kusanyiko la Mungu? Hii ni madhabahu. Hii ni nyumba ya Mungu. Sisi tunakuja hapa kukusanyika kwa sababu ni nyumbani mwa Mungu. Madhabahu hii inamwakilisha Mungu wetu tunayemwamini. Na tunapoimba hapa, tunaitazama madhabahu. Tunaamini kwamba Mungu tunayemsifu yuko kwenye madhabahu hii. Tunapotoa sadaka, tunatoa sadaka kwenye madhabahu hii. Kwamba Mungu tunayemtolea sadaka yuko kwenye madhabahu hii. Tunapotubu, tunaitazama hii madhabahu. Mungu tunapotubu mbele zake yuko kwenye madhabahu hii. Na kama yuko kwenye madhabahu hii, anatusikia na anatujibu kutoka kwenye madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kanisa la Efeso, ile madhabahu iliyokuwa kwenye kanisa la Efeso ndio ambayo kinara chake kilikuwa mbele za Mungu. Sasa ile madhabahu, watu wale wa madhabahu ile kwa ujumla wao ndio ambao walitakiwa watubu, warudi kwenye upendo wa kwanza waliokuacha. Namna ile ya kwanza ambao walipokea kwa Mungu, yale mafundisho yasiyokoshiwa, lile neno lisilokoshiwa, yale maziwa yasiyokoshiwa walioyapokea kwa Mungu, wameyachanganya na ndimu. Tunajua maziwa kuchanganya na ndimu yanakuwaje? Maziwa fresh kuchanganya na ndimu yanakuwaje? Yanakuwaje? Yanakatika. Haifai ukachemshia chai. Utakuja unatoa sumu wakati yenyewe yameshakuwa si sumu sielewi. Sasa ule upendo wa kwanza, yale maziwa ya kwanza, lile neno Efeso walichanganya na ndimu. Kama ni maziwa yalichanganywa na ndimu, yakawa yameshajenga, hayashikamani tena, hayana umoja tena, hayazungumzi kitu kimoja tena, hayabui mamoja tena. Mungu atusaidie. Kwa hiyo mchana wa leo ninaomba tuwe waaminifu, na mimi nitajitahidi kwenda na muda ili kwamba nibakishe muda mwingi wa kuomba kama vile ambavyo mchungaji amesema. Kwa hiyo kanisa la Efeso lilikuwa lina namna hiyo. Lilikuwa limekataa mafundisho ya Nikolai, limekataa mafundisho ya Balaam, lilikuwa halikubaliani na uzinzi. Ni kweli kama leo hapo ukonga sisi kama kusanyiko. Nataka ujue kabisa kwamba tunaposema kanisa kama mtu mmoja, alafu kanisa kama kusanyiko. Kanisa kama kusanyiko sisi hatukubaliani na uzinzi. Hatukubaliani. Hatukubaliani na maadili ya uongo. Kanisa la uzima ukonga kama kusanyiko takatifu la Mungu. Hatukubaliani na uzinzi. Hatukubaliani na maadili ya uongo na walimu wa uongo. Hatukubaliani na chochote kile kilicho nje ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Efeso hali kadhalika halikubaliana na hayo. Lilikuwa limeukataa uzinzi. Lilikuwa limejua kabisa kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Na mwili wa Kristo, Kristo anakaa ndani yake na Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Na Roho wa Mungu hawezi kukaa pamoja na uchafu. Kwa hiyo lilikuwa kabisa kanisa kama kusanyiko la Efeso halikubaliani na hayo. Na likasimamia hayo. Lakini kasura yake kama ambavyo tumeona, upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa kwanza uliondoka ndani ya kanisa. Upendo ukiondoka,
pale Paulo anasema kulana, kuumana, kungatana, kusengenyana, kusemeana uongo, kuoneana ila, kupigana vijeni, unatoka uwapi? Kama sio kwenye tamaa za mwili yenu, kwa maana kwamba kama sio mmerudi kwenye mwili. Paulo akawaambia Wagalatia, mlianza katika roho, sasa mnataka mmalize katika mwili. Kanisa lilianza katika roho, kwenye upendo wa kwanza. Ninapoacha upendo wa kwanza, ninarudi mwilini. Linakuwa kama ile kanisa la Wagalatia. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Amen. Kwa maneno yaliongeza, tunaposema umeuacha upendo wa kwanza, unaweza pia ukaangalia upendo unaosemwa ni upi. Upendo ule wa kumpenda Mungu kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo. Yaani kila ninachokifanya, yaani nasikia furaha, nasikia kusukumwa ndani, nasikia kutokutulizwa, nasikia kutokuzuiwa, nasikia kutokukatazwa na mtu. Kila ninachokifanya moyo unanisukuma nifanye kwa vile ninavyopenda Mungu. Kwa vile ninavyopenda neno la Mungu. Kwa vile ninavyoipenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuangalia pia maneno ya Mungu, utayasoma kwa muda wako. Upendo, kuhusu upendo, ile Yohana 14:15, lakini Yohana 15:10. Na pia unaweza kusoma neno lingine kutoka katika ile Wakorintho wa pili sura ya 11 na ule mstari wa 3. Hapo tutakuwa tumehitimisha hili kanisa la Efeso. Twende hatua nyingine, tunaliangalia kanisa la pili ambalo ni Pergamo. Kanisa la Pergamo ambalo tutasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 2 mstari wa 12 mpaka ule wa 17. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 17. Na kwa kanisa na kwa malaika wa kanisa iloko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala ukuinama imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu ya kuzimu. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Naye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tena hili kanisa la pili ambalo ni Pergamo. Kanisa la Pergamo, Yohana anaonyesha kwamba lilikuwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Kanisa lilikuwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani kwa maana kwamba lilikuwa kwenye mazingira magumu. Kanisa lilijikuta liko kwenye mazingira magumu. Kama wachawi ndio wakutupa, kanisa liko katikati ya wachawi. Kanisa liko katikati ya wazinzi, makahaba. Kanisa liko katikati ya walevi. Kanisa liko katikati ya wauaji na matendo kadha wa kadha maovu. Pamoja na kanisa la Pergamo wako katika mazingira yenye ushawishi mkubwa wa Shetani, lakini bado watu walioonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama kusanyiko
katikati kwenye kiti cha enzi cha shetani kama kusanyiko. Lakini pamoja na kwamba kanisa kama kusanyiko kuwa katikati kwenye kiti cha enzi cha shetani, kanisa kama mtu mmoja mmoja, kulikuwa kuna tofauti. Wako watu ambao walitunza uaminifu, walitunza maisha matakatifu pamoja na kuwa kwenye mazingira hayo magumu. Lakini wako watu wengine ambao walikubaliana na mafundisho potofu na manabii wa uongo, walienda katika matendo machafu, ambao ina maana nyingine walikubaliana na anga lile na mkuu wa anga lile, wakamwacha Mungu wao, wakaenda katika matendo yaliyompendeza mkuu wa anga lile. Sasa kanisa la Pergamo kuwepo kwenye kiti cha enzi cha shetani haikuwa sababu ya Mungu kuliruhusu liingie kwenye uovu. Haikuwa sababu ya kupata sababu ya kujitetea kwamba Mungu unaona mazingira niliyoko. Unaona jinsi ambavyo nimezungukwa na wachawi, ningefanyaje? Imenilazimu na mimi niende kwa waganga angalau nijisalimishe. Unaona jinsi ambavyo mimi kijana nimekaa kwenye mazingira magumu ya ujana wangu. Ningefanyaje na mwili ndio huu? Na mwili ndio unawaka tamaa. Unaona ningefanyaje? Lazima nifanye namna ili basi ujana wangu na wenyewe niendelee kutembea kama kijana. Unaonaje? Kanisa alikuwa na namna ya kukubaliwa kwa lolote lile, pamoja na kwamba lilikuwa kwenye kiti cha enzi cha shetani. Lilikuwa kwenye mazingira magumu yenye ushawishi mkubwa wa kutenda dhambi. Lilikuwa kwenye mazingira magumu ambayo ilikuwa ni kitovu cha uovu. Pergamo ilikuwa ni kitovu cha uovu. Ilikuwa ni mahali ambapo watu walikuwa wanafanya maovu hadharani. Kwa maana tunaweza kuifananisha labda na Sodoma na Gomora. Yaani ilikuwa ni mahali ambapo watu walikuwa huru. Na wana sababu kwamba Bwana maisha sasa ndivyo alivyo. Sasa hivi Bwana maisha sasa ndivyo alivyo Bwana. Kijana kama kijana Bwana huwezi kuvuka stage hii mpaka Bwana umepita maisha namna hii. Huwezi. Hivyo dunia inavyoenda. Kanisa hili la Pergamo lilikuwa kwenye mazingira kama haya, lakini bado lilitakiwa kutunza utakatifu. Na wako watu ambao walijitahidi kutunza utakatifu. Mimi na wewe hatujapita kwenye mazingira hayo. Mimi na wewe hatujapita kwenye mazingira hayo. Hatujakaa kwenye kiti cha enzi cha shetani. Sijui. Hata mahali hapa kulikuwepo na baba na kilikuwa vinaendelea vitu vya ovyo sana. Kanisa kama jengo limekaa kwenye kiti cha enzi cha shetani, niseme labda kwa sababu kulikuwepo na madhabahu. Lakini sisi kama sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, tumeingia, tumekuta tayari yale yamefutwa na damu ya Yesu. Sisi ndio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yaliyokuwa yanafanyika hapa hayana nafasi tena ya kuendelea kutufuatilia. Sasa kanisa la Pergamo pamoja na mazingira haya yote magumu bado liliendelea kutembea na Mungu. Wako watu ambao wanaendelea kutunza utakatifu. Vile ambavyo hata leo sisi pamoja na mazingira magumu ambayo tunaweza tukakutana nayo, pamoja na hali ngumu ambazo tunaweza kukutana nazo, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani tunakoishi, iwe ni mahali tulipojenga, iwe ni mahali ambapo tunafanya biashara, watu wote wamezimika biashara zao, ya kwamba ukienda hauzi hata siku moja, hata unakaa siku nzima hujauza, bado huna kibali cha kumwacha Mungu, kwa sababu huyu Mungu anajua kwamba wewe uliko ni kwenye kiti cha enzi cha shetani. Ana mpango sahihi wa kutoa hapo, wa kukuvusha. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuendelea kutunza utakatifu, kuimarisha mahusiano yaliyo sahihi na Mungu. Pamoja na kwamba tunazungukwa na waongo, wala rushwa, maofisini wala rushwa, waongo, madhalimu, tunazungukwa nao, bado hatuna namna ya kujitetea. Bwana unajua maisha ndivyo yanavyoenda. Tuna nafasi bado kama kanisa kutunza utakatifu. Tuna wajibu kama kanisa, mtu mmoja mmoja kutunza utakatifu. Sasa kanisa la Pergamo wako waliojichanganya. Wako waliojichanganya
walijichanganya, wakakubaliana na manabii wa uongo, wakakubaliana na mafundisho potofu, wakakubaliana na walimu waongo. Kama leo pia kanisa linaweza linaelekea kukaa kwenye kiti cha enzi cha shetani. Manabii wa uongo ni wengi kila kona. Miujiza ya uongo ni mingi kila kona. Mambo ya ovyo yanafanyika ndani ya kanisa. Waganga wa kienyeji wamehamia kwenye kanisa. Mungu atusaidie. Haitupi bado tiketi ya kuacha mahusiano sahihi na Mungu. Haitupi bado tiketi ya kuacha kuishi maisha matakatifu, kwa sababu ndio tulioitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukiangalia kanisa la Pergamo, Yohana anaonyeshwa kwamba pamoja na kwamba wako watu ambao wamekubaliana na mafundisho ya Balaam, lakini wako waliotunza mavazi yao, wako ambao hawajakubali kujichafua. Lakini pamoja na hao waliojichafua, iko nafasi ya kutubu na kuanza mahusiano sahihi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu wetu ndipo unapomjua jinsi alivyojaa upendo. Yeye ni Mungu wa nafasi. Ni Mungu anayetoa nafasi ya pili. Yeye sio Mungu anasema sasa nimekukataa moja kwa moja. Kama mwanadamu ambaye unaweza kumuuzi akakukataa moja kwa moja, lakini Mungu anatoa nafasi. Anasema tubu, ila usipotubu mimi nakusubiri wewe tubu. Usipotubu nitachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipotubu, unajua hatua ya Pergamo ni nini? Usipotubu nitafanya vita juu yako. Maangalia kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso liliambiwa kwamba litakiondoa kinani. Wewe kama kusanyiko, watu wako wataimba, watalia, watafanya ibada zao, nitaona ni makelele tu. Watatoa sadaka, nitaona ni uchafu tu kwangu. Kumbukumbu lako kama kusanyiko la Ukonga halitakuwepo. Natoa mfano. Kama kusanyiko la Efeso halitakuwepo. Lakini kanisa la Pergamo, hapa Mungu anasema anashughulika na mtu mmoja mmoja. Anasema nitafanya vita juu yao hao wanaokubaliana na manabii wa uongo, wanaokubaliana na mafundisho potofu. Nitafanya vita juu yao. Nitafanya vita juu yao. Kila watakaposhika wataniona, nitawapiga. Unakumbuka Israeli alikuwa kwamba kwamba mkinikosea nitawafukuzia mbali, nitawapiga, nitaruhusu adui wawapige. Lakini mkinirudia nitawarudia na nitatembea na nyinyi mtaniona. Sasa anasema kwa Pergamo, hapa kwa Pergamo nitashughulika na mtu mmoja mmoja. Kumbe Mungu kuna wakati anashughulika na kanisa kama kusanyiko. Na wakati kwenye upendo wa kwanza anashughulika na kanisa kama kusanyiko. Lakini kwenye kukubaliana na mafundisho potofu, kwa sababu ni issue ya mtu mmoja mmoja. Kukubaliana na walimu wa uongo na manabii wa uongo. Kukubaliana na uzinzi, mafundisho ya Balaam yalikuwa yanashawishi Israeli kurudi kwenye miungu, kwenda kwenye uzinzi, kwenda kwenye ibada za sanamu. Sasa mtu mmoja mmoja ambaye yeye atakubaliana na uzinzi, atakubaliana na ibada za sanamu, atakubaliana na mambo machafu, maudhi, nitafanya vita na yeye. Ndipo sasa pale unapoona kwamba utakuwa ni wa kupigwa. Utakuwa ni wa kupigwa. Mtu mmoja mmoja anapigwa kama mtu. Anakuwa na upinzani kati yake na Mungu, akiomba Mungu ajibu. Ndio maana unaomba Mungu anasema maombi yenu ondoeni kelele kwangu. Ukiomba Mungu anasema ondoa kelele kwangu. Sadaka zako ukileta Mungu anaona hizi sadaka hazifai, siwezi kukubariki. Kila unachokifanya Mungu anafanya vita na wewe. Sasa inatoka kwenye Mungu kukubariki, inaingia kwenye laana. Lakini mwisho wa ujumbe wa Pergamo, mwisho wake ilikuwa ni kwamba fanya maamuzi, tubu. Tubu. Achana na hayo. Kubali kuachana na uzinzi. Kubali kuachana na ibada za sanamu. Kubali kuachana na matendo yote ya mwili. Rejea kwangu, nitatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kwa hapa pia kwenye hili kanisa la Pergamo, ukitaka kuangalia yale mafundisho ya Wanikolai, mafundisho ya Balaam, unaweza kusoma kile kitabu cha Hesabu sura 22 anzia mstari wa 4 mpaka wa 7 au sura nzima ukiweza. Lakini unaweza pia ukasoma Hesabu hiyo sura ya 5 kuanzia mstari wa 1. Lakini utaona pia sura ya 31 namna ambavyo Balaam alifanya Israeli ikarudi kwenye miungu, ikamkosea Mungu na ikaingia kwenye adhabu kubwa sana baada ya kumkosea Mungu kwa kupongezwa na mafundisho ya Balaam. 31 mstari wa 1 mpaka wa 16. Lakini pia utasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya 1, ile sura ya 2 mstari wa 15, mstari wa 1 mpaka ule wa 15. Utaona jinsi ambavyo Mungu yeye anafanya vita na wale wanaokubaliana na mafundisho potofu, wanaoruhusu kwenda katika njia za shetani, wanaziacha njia za Mungu. Lakini tunaangalia kanisa la 3 ambalo ndio tutaishia hapo, ni kanisa la Sardi. Kanisa la Sardi ambalo utasoma ile Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutoijua saa nitakayokuja kwako. Endelea mpaka mstari wa 5. Mstari wa 4. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Mstari wa 5. Naye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika zake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba hili kanisa la Sardi, lilikuwa na sifa ya jina lililo hai lakini limekufa. Kanisa lilikuwa linatambulika kwamba ni kanisa la kiroho. Kanisa kama kusanyiko lilikuwa linajulikana kabisa kwamba lile ni kusanyiko takatifu la Mungu. Watu wanaopita wanasoma ubao wanalisoma kabisa ni kanisa la Kipentekoste. Lakini katika uhalisia, matendo na mambo yaliokuwa yanaendelea kule ndani ya kanisa hayakuwa ni mambo ambayo yanalifanya kuwa kanisa la Kipentekoste. Asilimia kubwa ya washirika wa kanisa la Sardi walikuwa ni watu ambao wana jina la kuwa nuruni, lakini wanaishi gizani. Wanaitwa kwa jina la Mungu aliye hai, lakini wanamtumikia shetani wakiwa ndani ya jina la Mungu aliye hai. Ndipo Yohana anaonyesha ya kwamba una jina la kuwa hai lakini umekufa. Lakini pamoja na kwamba umekufa, wewe kama kusanyiko, wako watu wachache hao majina yao sitayafuta. Hao nitaenda nao usipotubu. Kwa maana
na kuendelea na kukubali kuendelea kutembea na Mungu kwa ukamilifu. Lakini kanisa litakapokoma kutubu, wale watu wachache ambao wametunza utakatifu, wametunza maagizo ya Mungu na kuishi sawasawa na maagizo ya Mungu, hao ndio majina yao hayatafutwa. Wale ambao wana majina sasa ya kuwa hai lakini wamekufa, hayo ndio yatafutwa kabisa. Huu ni ujumbe ambao ulijia kanisa la Sardi, ambao ujumbe mpya unakuja kwetu leo. Unakuja kwetu leo. Bwana Yesu